Umekuwa ni msimu ambao ndani yake umekuwa na pressure kubwa, maumivu mengi, lakini ndio mpira wa miguu. Tumefanikiwa kufuzu kwenda hatua ya robo finali kwa misimu 7 mfululizo. Msimu huu umeshindikana, ni mambo ya kawaida kwenye mpira wa miguu. Kuna wakati lazima uanguke ili ujipange upya na urejee kuwa bora zaidi. Kwa hiyo msimu huu tukubali ya kwamba hatukuwa sawasawa. Ukiangalia tangu mwanzo kwenye safari yetu ya kufuzu kwenda hatua ya makundi, ilikuwa inaonyesha tu kwamba hatuko sawasawa. Mechi na Gaborone unajiona namna ambavyo tulipata tabu kushinda. Mechi na Eswatini ilivyokuwa ngumu hasa hapa nyumbani, lakini mwisho wa siku tukaingia hatua ya makundi, na hatua ya makundi imekuwa mbaya zaidi. Inaweza ikawa inauma sana kwa mashabiki wa Simba kwa sababu hatujawahi kupata matokeo ya aina hii kwa kipindi chote ambacho tumeanza kushiriki michuano ya kimataifa. Tumepata alama moja katika michezo minne, hatujashinda hata mchezo mmoja. Si aina ya matokeo ambayo mashabiki wa Simba wameyazoea ama wanataka itokee kwa timu yao, lakini hatuna budi. Kila kitu kizuri kimefanyika, lakini kupata matokeo mazuri ndio imekuwa changamoto. Katika mchezo leo ambao tulikuwa tunaamini kabisa mnyama anakwenda kuamkia hapa, na dakika 45 za kipindi cha kwanza kila mtu alikuwa na furaha kubwa, lakini baadaye shilingi ikageuka na magoli mawili yakarudi, na ndoto ya mnyama kuendelea tena na michuano ya kimataifa msimu huu imekuwa ni ngumu. Mimi niwaombe mashabiki wa Simba, inauma, inakera, si matokeo ya kupendeza na si matokeo ya sifa kwa Simba Sports Club, lakini hatuna budi kuyapokea na tujipange sasa kwa ajili ya msimu unaokuja. Lakini kubwa zaidi, nguvu yetu kubwa tuielekeze katika michuano ya ndani, kwa maana ya ligi kuu ya NBC pamoja na Azam Sports Federation. Bado kuna nafasi kubwa katika mashindano haya, na tusitumie nguvu kubwa ama muda mwingi kuanza kutukanana na kulaumiana kipindi hiki. Yalotokea yametokea, hakuna ambacho kinaweza kubadilika wala kurudi nyuma tena. Tumeshapoteza nafasi ya kwenda hatua inayofuata, tumeshapoteza michezo takriban yote ambayo tumecheza. Kwa hiyo hata tukisema tulaumiane, tuseme fulani mbaya fulani hafai, hakuna kinachoweza kubadilika. Pointi yetu moja haiwezi kuongezeka tukawa na 2 ama 3 kwa kutukanana ama kulaumiana. Tukubali tu ya kwamba misimu iliyopita sisi Simba tulikuwa tunafuzu na tulikuwa ni wana Simba sisi, na msimu huu tumeshindwa kufuzu, ni sisi Simba tumeshindwa kufuzu. Maana yake ni kwamba Simba iliyokuwa inafuzu ni ya kwetu, na Simba hii ambayo imeshindwa kufuzu vile vile ni ya kwetu. Simba ile ambayo ilikuwa inashindwa kufuzu ni Simba ya mashabiki, wanachama na viongozi. Simba hii ambayo imeshindwa kufuzu isibaki kuwa ni Simba ya viongozi peke yake. Simba hii iliyoshindwa kufuzu safari hii ni Simba yetu wote, viongozi, mashabiki pamoja na wanachama. Tunakwenda kujiangalia tumeanguka wapi msimu huu, tunajipanga kuelekea msimu unaokuja, na wana Simba wanakumbuka hizi nyakati huwa ni za kawaida na zinapita. Kuna msimu tulicheza robo finali ya CAF, msimu uliokuja tulishindwa hata kufuzu kwenda hatua ya makundi, tukatolewa na UD Songo, lakini tukarejea, tukajipanga, na baada hapo ikabaki kuwa historia. Kwa hiyo msimu huu tumeshindwa kwenda robo finali, tutulie wana Simba, tujipange msimu ujao twende tukapigania nafasi yetu. Kwanza tuhakikishe tunapigania nafasi ya kushiriki michuano ya kimataifa mwakani, hilo ni jambo la kwanza. Lakini la pili, bado tuna nafasi kubwa kwenye ligi ya ndani, kwa maana mashindano ambayo yamebakia mkononi mwetu hivi sasa. Kwako binafsi nadhani nini kimekosekana hii leo, kwa sababu kwa pia umekwisha sema kwamba mtangazo umeanza kuonekana? Sababu naweza nisijue, lakini niseme tu kwamba haikuwa riziki. Kipindi cha kwanza tulikuwa bora, tukafanya kila kinachowezekana, tukapata matokeo mazuri. Ghafla shilingi ikageuka. Kuna wakati unaweza kushindwa kuelezea kwa nini imekuwa vile, lakini niseme tu kwamba msimu huu in general umekuwa ni msimu mgumu na umekuwa ni msimu mbaya kweli kweli kwetu wana Simba. Hii inaleta taswira gani ukiangalia mwaka jana mlifika finali shirikisho na mlikuwa mkiishia robo finali, kwa ukubwa mlikuwa nao mnaishia hatua ya makundi mwaka huu? Ni taswira gani inaleta? Ni kwenda kujipanga. Si taswira nzuri kwa klabu kubwa aina ya Simba,
hata kama tusingecheza fainali msimu uliopita, lakini kwa ukubwa ambao tumejiwekea na standard ambayo tunayo, ni timu ambayo tunapaswa kufanya vizuri kila msimu, na bahati nzuri ni kwamba tayari watu wetu wameshazoea hayo maisha. Kinachowatesa mashabiki wa Simba hii leo sio kushindwa kufuzu ama kitu gani, kinachowatesa ni mazoea. Tumeshazoea mechi kama hii, Mwarabu anakaa atake asitake na mnyama anakwenda robo finali. Hayo maisha msimu huu hayapo. Tumeshindwa kumfunga kila ambaye amekuja mbele yetu, hasa tunapokuwa katika uwanja Benjamin Mkapa. Sasa hayo tunakubaliana nayo ya kwamba msimu huu mambo yamekuwa mabaya. Tunakwenda kujipanga kwa ajili ya msimu unaokuja. Haininyong'onyeshi kwa sababu ninafahamu huu ndio mpira wa miguu. Wakati tunafuzu nilikuwa ndani ya Simba, tukafuzu ama tumefuzu miaka 4 mfululizo nikiwa Simba Sports Club. Hii leo tumeshindwa kufuzu, haiwezi kuninyong'onyesha sababu mwisho siku mpaji ni Mungu. Ametupa robo finali 4, safari hii hajatupa robo finali 4. Hatuwezi kuanza kusononeka na kusikitika kwa sababu wakati sisi tunafuzu kuna watu walikuwa hawafuzu, wakati sisi tunacheka kuna watu walikuwa wanalia. Kwa hiyo ni wakati wetu kulia na wengine wanacheka. Tunajipanga mwakani tukacheke tukiwa na Simba Sports Club. Amen. Wewe uko Simba kwa miaka 4 sasa hivi na Simba imekuwa kifuzu kwenda hatua robo finali. Yani faili yake ni robo finali kiasi kwamba kafika hatua mnatanywa mwaka robo. Ilikuwa ni ukiingia makundi tu Simba kulikuta robo finali kitu cha kawaida. Sasa hivi kuna watu mashabiki wengi wanalalamika labda kuna kitu kiko ndani sawa au vipi? Kuna nini ambacho kinaendelea Simba Sports hapa, pengine sio nje tujui au tunapelekea timu kutofanya vizuri msimu huu? Kwanza lazima ieleweke, timu ikifanya vibaya haimaanishi kuna shida ya uongozi. Hiyo lazima mentality mashabiki waiondoe kwamba kuna wakati unazidiwa tu. Kuna wakati unafungwa tu kutokana na ubora wa mpinzani ama namna ambavyo wapinzani wamekuja kwa msimu husika, ama pengine namna ambavyo timu yenu haiko sawa katika msimu husika. Kwa mimi ninachoamini tumehukumiwa kutokana na ubora, na ukitaka kuthibitisha hilo ni kwamba timu tayari imeshaongoza magoli 2, lakini tumeshindwa kuzuia kwa dakika 45 tu tuondoke na ushindi wetu wa kwanza. Kwa hiyo ukiangalia tu hapo unaona ni shida kubwa zaidi ya kiufundi kuliko ya kiutawala ambayo tunalazimisha ionekane kwamba kuna shida ya kiutawala. Yote kwa yote ni kwamba mimi ninachoamini ni kwamba tumepoteza nafasi yetu msimu huu ya kwenda hatua inayofuata kwa sababu ya kuzidiwa na wapinzani wetu, kwa sababu za mpira wa miguu. Haya ni mapito ambayo kila timu inayapitia ili kujipanga kuelekea msimu unaokuja. Ahmed, mara baada ya kuongoza goli 2-0, ulikuwa na imani Simba itapata ushindi leo? Yaani nilikuwa na imani kwa sababu kama umeshafanikiwa kuongoza goli 2 na zimebaki dakika 45 tu ambazo una option nyingi ya kufanya, aidha kama ni kuzuia ama kuendelea kumpelekea moto mpinzani wako. Kwa hiyo nilikuwa naamini tayari nilikuwa nimeshaanza kufurahi, na kila mwana Simba alikuwa ameshaanza kufurahi akiamini ya kwamba Simba anakwenda kufufua matumaini yake na kuondoka na alama 3 za kwanza hii leo Benjamin Mkapa. Lakini yaliyotokea yanabaki kuwa historia ya kuumiza ndani ya klabu yetu, ndio mpira. Na Simba imeonekana ikicheza vizuri sana kipindi cha kwanza, lakini walipokuja kipindi cha pili ikaonekana